Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo, asante Bwana mabwana kwa ajili ya siku hii ya kwanza ya mwezi na siku ya kwanza ya mwaka wa 2026. Neno lako Bwana mabwana likawe taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu Bwana. Neno lako likawe tumaini letu. Neno lako likafanyike faraja, furaha na amani. Neno lako Bwana likafanyike ulinzi Bwana mabwana, kwa sababu neno lako Bwana ni kama taa ing'aayo gizani mfalme wa falme. Nasi tumeitumainia hiyo Mungu mtakatifu kwa ajili ya wokovu wetu. Tupe usikivu wa ndani Bwana. Neno hili Roho Mtakatifu ukaligonge muhuri katika kipindi chote cha mwaka Bwana. Mungu mtakatifu ukatukumbushe, ukatusemeshe na ukalipe neema Bwana mabwana, Mungu mtakatifu, ya kuleta matokeo yale uliyoyakusudia, katika jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya mwana kondoo tunaomba na kushukuru, amen. Ujumbe ambao Bwana ametupa unatoka kwenye kile kitabu cha Nehemia sura ile ya pili mstari ule wa 10, alafu utakwenda mstari wa 19 na ule wa 20. Mstari wa 10 alafu tutaenda ule wa 19 na wa 20. Biblia inasema namna hii, Nehemia sura ya pili mstari wa 10, anasema hata Sanballat Mhoroni na Tobia mtumishi wake Mwamoni waliposikia habari hizi ziliwahuzunisha sana, kwa kuwa amekuja mtu kuwatakia heri wana wa Israeli. Mstari wa 19, lakini waliposikia Sanballat Mhoroni na Tobia mtumishi wake Mwamoni na Geshem Mwarabu walitucheka, wakatudharau, wakasema, ni nini neno hili mnalofanya? Je, mtaasi ninyi juu ya mfalme? Sikia hayo maneno yanayofuata. Hapo ndipo ujumbe wangu hasa umejikita. Ndipo nikawajibu nikawaambia, Yesu Kristo Mungu wa mbinguni, yeye atatufanikisha. Kwa hiyo sisi watumishi wake tutaondoka na kujenga, lakini ninyi hamna sehemu wala haki wala kumbukumbu katika Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujumbe wetu Roho Mtakatifu ameupa kichwa kinachosema Mungu wa mbinguni atatufanikisha. Sasa wewe ukiandika unaweza ukasema Mungu wa mbinguni atanifanikisha. It's okay. Lakini mimi kwa sababu naongea na hadhara nasema Mungu wa mbinguni atatufanikisha. Maneno mchungaji anayoongea mwanzoni mwa mwaka ni maneno muhimu sana. Ni maneno muhimu kutoka kwenye matangazo kule, usije ukayasahau throughout the year. Ni maneno muhimu sana. Tutakapokuwa tunaelekea kwenye huo mwaka, tunapita kwenye mazuri, changamoto, usisahau maneno haya kwamba Mungu wa mbinguni atatufanikisha. Ningeweza kuanza na matamko ya kukufariji kwamba mwaka huu utakuwa ni mzuri kwako, mwaka huu utakuwa sijui utacheka sana, mwaka huu utakuwa kwako ni wa kumiliki na kutawala. Lakini hiyo haitakusaidia, japo ni muhimu, haitakusaidia sana. Lakini angalia hiki kichwa hiki kinasemaje? Mungu wa mbinguni. Lile neno mbinguni halijakaa kwa bahati mbaya, linamtofautisha Mungu wetu na miungu mingine yote, kwamba atakayetufanikisha sio Mungu mwingine yoyote. Mungu wa mbinguni, yeye atatufanikisha. Mafanikio yetu hayapo kwenye matamko ya watumishi, japo hayo matamko ni mazuri. Mafanikio yetu msingi wake ni Mungu wa mbinguni.
Kwa hiyo kabla hujatamkiwa, nataka wewe katika Roho Mtakatifu ujiconnect na Mungu wa mbinguni. Alafu mchungaji au nabii anapokuja kutamka, tamko linakukuta wewe una connection na Mungu wa mbinguni. Lakini tamko linalotamkwa wakati wewe huna connection na Mungu wa mbinguni, hilo ni tamko hewa. Kwamba mwaka huu utakuwa hivi na hivi, mwaka huu utakuwa, na wewe huna connection, hilo ni tamko hewa. Ndio maana nataka kukujengea msingi kwamba wewe ndio utaamua, lakini sio mchungaji wako wala nabii. Wewe ndio utaamua. Utaamuaje? Kwa kutambua na kujiconnect na Mungu wa mbinguni. Ndio maana ujumbe wetu unasema Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha kwenye masomo yetu, kwenye biashara zetu, kwenye ndoa zetu, kwenye maisha yetu ya kiroho. Atatufanikisha. No doubt, no doubt. Hakuna mashaka kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndugu zangu, leo ni tarehe 1 mwezi wa 1 mwaka wa 2026, mwezi wa kwanza. Mungu ametupa neema ya kuona mwaka. Yako mambo mengi ambayo Mungu kwa neema yake atatupa kuyafanya mwaka huu, kwenye familia, kwenye kanisa, ofisini, katika maisha yako binafsi. Kumbuka huko nyuma niliwahi kukwambia kwamba mwaka umefungamanishwa na baraka za Mungu. Kila mwaka una baraka zake ambazo Mungu ameziweka. Baraka za mwaka jana tofauti na zile ambazo Mungu ameziweka kwenye mwaka huu, na kila mwaka una changamoto zake. Tegemea changamoto mpya. Na kwa sababu hiyo tutakutana na upinzani, tutakutana na chuki, tutakutana na wivu, tutakutana na maneno ya kutukatisha tamaa, maneno ya kutudharau na kutukejeli. Lakini simama na neno hili la Mungu kuwa Mungu wa mbinguni atatufanikisha. Kwa nini tutakutana na hizi changamoto? Kwa sababu shetani yupo, na shetani hataki mafanikio yanayotoka kwa Mungu wa mbinguni yaipate ndoa yako, yapate maisha yako. Ndio maana atainua watu wenye kukuonea wivu, atainua watu wenye kukuchukia, atainua watu wenye kukusema vibaya, atainua watu wenye kukatisha tamaa. Lakini wewe na mimi hatuna tumaini jingine. Tumaini letu liko kwa Mungu wa mbinguni. Glory be to God. Hatuwezi kupigana kwa sababu wao wana nguvu kutuliko sisi. Hatuwezi kusema sana kwa sababu wao wanajua kusema na kupanga hoja kuliko sisi. Hatuwezi kwa sababu wao wana nguvu kutuliko sisi. Lakini tunachojua ni kwamba Mungu wa mbinguni ana uwezo wa kusema kuliko wao. Mungu wa mbinguni ana uwezo wa kutenda kuliko wao. Mungu wa mbinguni anatupenda kuliko chuki zao. Glory be to God. Hiyo ndiyo faraja yetu. Hapo ndipo penye ushindi wetu, na hapo ndipo penye tumaini letu. Throughout the year, shika neno hili mtu wa Mungu, Mungu wa mbinguni atatufanikisha. Biashara imeanguka, simama na neno hili. Mungu wa mbinguni atanifanikisha. Umeteteleka kidogo, simama na neno hili. Mungu wa mbinguni atanifanikisha, kwa sababu Mungu wa mbinguni ni Mungu anayetoa nafasi tena na tena na tena na tena. Hatoi moja wala mbili. Atakupa nafasi nyingine, atakupa nafasi nyingine, atakupa nafasi nyingine, kwa sababu yeye anatuwazia mema. Glory be to God. Haleluya kwa mwana kondoo. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Ndugu zangu, mafanikio yetu au kufanikiwa kwetu kumebebwa na Mungu wa mbinguni. Neno mbinguni linamtofautisha Mungu na miungu mingine yote. Kama nilivyosema, mafanikio yetu hayatoki kwa miungu, mafanikio yetu hayatoki kwa waganga, mafanikio yetu yanatoka kwa Mungu wa mbinguni. Sio Mungu tu, hapana, ni Mungu wa mbinguni.
mbinguni, yeye atatufanikisha. I like it. Sasa tukiangalia Nehemia, yeye aliposikia kuwa Yerusalemu ukuta umebomolewa, wakati huo yeye yuko utumwani, walichukuliwa mateka. Ndugu zake walipokuja kumsalimia akawauliza, vipi huko nyumbani? Huko nyumbani vipi? Ndugu zake akamwambia, ukuta umebomolewa, kuna ulinzi tena, mageti yamechomwa moto, watu wamekaa kwenye hali ya kuhuzunisha, hali ya kuhuzunisha. Akiwa utumwani ni kama vile wewe uko mbali, unauliza jamani, vipi hapo Potters? Jamani, wapendwa wanaendeleaje? Uko mbali lakini moyo wako uko Potters. Uko mbali lakini unauliza, mchungaji wangu wanaendeleaje? Siku nyingi sijaongea naye. Wapendwa wanaendelea, maombi yanaendelea Potters kweli, neno la Mungu linaendelea Potters kweli. Manake moyo wako ndivyo alivyokuwa Nehemia, anawauliza wapendwa wake, vipi nyumbani? Vipi nyumbani? Nataka kutoa mwito kwa Watanzania wote walioko Marekani, walioko Msumbiji, walioko Zambia, msisahau nyumbani. Ulizeni habari za nyumbani. Vipi huko nyumbani? Vipi? Vipi? Kuna amani kweli huko nyumbani? Watu wa Mungu wanaishi kwa haki na furaha kweli huko nyumbani? Hali ya kisiasa ikoje huko nyumbani? Hali ya kiuchumi ikoje? Ukielezwa habari zake, mtafute Mungu na kumlilia kwa ajili ya taifa lako. Glory be to God. Lakini hata sasa usiache connection na watu wa nyumbani kwako. Uliza, baba anaendeleaje huko nyumbani? Mama anaendeleaje huko nyumbani? Ndugu zangu wanaendeleaje huko nyumbani? Ukipewa habari, mtafute Mungu wa mbinguni kwa ajili ya ndugu zako. Kama wamejaa ushirikina, mwambie Mungu wakumbuke. Kama ulivyonipa neema mimi nikakujua wewe, Mungu wa mbinguni, ninaomba uwatoe kwenye ushirikina. Haleluya kwa mwana kondoo. Glory be to God. Haleluya kwa mwana kondoo. Sasa Nehemia aliposikia kuwa Yerusalemu ukuta umebomolewa, malango yamechomwa moto na watu wako katika hali ya kupoteza tumaini, Mungu akaweka mzigo moyoni mwake, mzigo wa kujenga ukuta. Mungu, ndugu zangu, anaweza akaweka mzigo ndani yako wa kufanya chochote kwenye huduma ya Mungu aliye hai. Mungu anaweza akaweka mzigo kwako kama mwanasiasa wa kufanya kitu kwenye taifa letu hili. Usiogope, kwa sababu tunamwamini Mungu wa mbinguni. Haijalishi umepingwa na wanasiasa wangapi, haijalishi umepingwa na wafanyabiashara wangapi, haijalishi umepingwa na wachungaji wenzako wangapi, lakini nguvu zetu haziko kwetu wenyewe. Nguvu zetu zinatoka kwa Mungu wa mbinguni. Haleluya kwa mwana kondoo. Kwa sababu hujazaliwa Tanzania kwa bahati mbaya, umezaliwa Tanzania kwa makusudi. Mungu hajakuweka Potters kwa bahati mbaya, amekuweka kwa makusudi. Mungu hajakukutanisha na mchungaji Mdole kwa bahati mbaya. Liko kusudi la Mungu aliye hai, litafute hilo kusudi kwa Mungu wa mbinguni. Haleluya kwa mwana kondoo. Glory be to God. Kuna mtu Mungu akikukutanisha naye, utajuta maisha yako yote. Utasema, nilichelewa wapi kumfahamu huyu? Kwa nini? Kwa sababu amebeba baraka za Mungu wa mbinguni. Haleluya kwa mwana kondoo. Lakini kuna mtu mwingine ukikutana naye, utasema, kwa nini Mungu nilikutanisha na huyu? Amenirudisha nyuma kiroho, amenipoteza. Mungu nisaidie tena watu kama hawa wasipate nafasi kwenye maisha yangu. Haleluya kwa mwana kondoo. Glory be to God. Lakini Nehemia alipoanza juhudi za kutekeleza kile ambacho Mungu amempa kukifanya kwenye taifa, vita ikainuka. Mungu anapokupa jambo la kufanya, ukaamua kulifanya kwenye praise and worship team, tegemea vita, usikate tamaa. Mungu anapokupa kufanya jambo kwa wakina mama, sio kila mtu atalipokea. Wapo watakaolikataa, wapo watakaowashawishi wengine wasikubaliane na hilo. Wewe simama na neno moja tu, Mungu wa mbinguni atatufanikisha. Maana hatufanyi kwa sababu ya sifa zetu, tunafanya kwa utukufu wa Mungu aliye hai. Haleluya kwa mwana kondoo. Ndio maana Nehemia sura ya 2 mstari wa 10 anasema, waliposikia Sanbalat, Mhoroni
Tobia mtumishi wake wa Kiamoni wakakasirika sana, sio kidogo, wakakasirika sana, kwa sababu mtu alikuja kutakia mema Yerusalem. Usije ukashangaa mtu wa Mungu unapingwa kwa jema uliloamua kulifanya, kwa sababu Nehemia anakuja kujenga mji wa nyumbani kwao, lakini wanainuka watu wanamwekea vikwazo, wanamwekea upinzani. Nataka nikwambie hivi, jambo lolote lenye mapenzi ya Mungu lina vita. Usije ukashangaa hata mtu aliyeokoka mwenzako anaweza akakuwekea kijingi namna hii, akatumiwa na Ibilisi. Nehemia amebeba mission ya kimungu, kufanya jambo kwenye mji wa Mungu, kufanya jambo nyumbani mwa Bwana, lakini wanainuka watu wa kuwakatisha tamaa. Jana nilikuwa napokea ushuhuda kwa mtu mmoja, yeye yuko Mwanza. Anasema wanajenga kanisa la ghorofa. Sasa kila Jumapili huwa wana michango. Mama mmoja ni wa kawaida tu, siku hiyo aka pledge milioni moja, anakuja kutoa milioni moja ya ujenzi. Akainuka mama mwingine akamwambia, "Yaani wewe unatoaje milioni moja?" Imagine Mungu amemsemesha mtu anatoa hela kwa ajili ya nyumba ya Bwana, lakini humo ndani ya kanisa shetani ameinua mama mwingine ambaye mume wake ni mzee wa kanisa. Anamwambia, "Unatoaje milioni moja? Angalia watoto wako wanavyovaa. Sijui angalia nini na nini. Sijui angalia unatoa." Kwanza mchungaji ana hela. Nataka niwaambie namna hii, hela za mchungaji zisikuzuie wewe baraka yako, kwa sababu Biblia inasema heri kutoa kuliko kupokea. Mchungaji ana hela au hana hela, hatutoi kwa sababu ya mchungaji, tunatoa kwa sababu Mungu ametupa divine command ya kufanya mapenzi yake. Glory be to God. Mtu wa namna hiyo akikusogelea, usimuonee haya, mpe za uso, mwambie, "Wewe rudi nyuma shetani, kwa sababu unazuia baraka zangu." Glory be to God. Glory be to God. Unajuaje kwamba huu ndio mlango wa Mungu kufungua mambo mengine mengi? Unanitazamisha nguo za kuvaa, unanitazamisha, kwani mimi nimekwambia nimekosa nguo, nimekwambia nimekosa chakula? Hata hiyo milioni moja nikienda kununua nguo zitafika wapi? Si zitachakaa? Nataka niweke ukumbusho nyumbani mwa Bwana. Kila nikija nyumbani mwa Bwana nikiangalia, nasema pale kuna sadaka yangu kwenye lile jengo. Haleluya kwa mwana kondoo. Nimeweka jiwe langu la shukrani. Haleluya kwa mwana kondoo. Glory be to God. Kwa hiyo ndugu zangu, watu wa kukatisha tamaa, watu wa kuwafanya wengine wasifanye mapenzi ya Mungu wapo wengi. Na wengine hata wanakwambia, "Achana na hilo kanisa." Kwani wewe ndio unayejua mimi nanufaika nini na ile kanisa, au mimi ndio najua ninachofaidika? Unawezaje kuniambia niachane na hilo kanisa? Wewe ndio unafaidika au unajua mimi nafaidika nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mstari ule wa 19 anasema, "Lakini waliposikia Sanbalat Mhoroni na Tobia watumishi wake Mwamoni na Geshem Mwarabu walitucheka, wakatudharau, wakasema, ni nini hicho ambacho, ni neno gani hilo ambalo wanalifanya? Je, mtaasi ninyi juu ya mfalme?" Mambo tunayokwenda kuyafanya kwenye ngazi ya familia, ngazi yako binafsi, ngazi yako binafsi, kikanisa, shetani silaha yake kubwa ni kuinua watu kutucheka. Na kwa sababu watu huwa hawapendi kuchekwa, kwa hiyo huwa hawafanyi mambo. Dharau kicheko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na waambiaga watu, zungumzeni Kiingereza, hata kama mnavunja zungumzeni. Lakini adui anainua watu, nikakosea. Kwa hiyo mtu anaona aibu, atake kuzungumza Kiingereza. Kile kicheko ni cha kukuzuia usiprogress. Acha acheke. Anasema hapa walitucheka,
walitucheka. Watakucheka eti hujui kuimba, watakucheka eti sijui hujui sauti kukavu, watakucheka hujui kucheza step, watakucheka eti kila siku unakaa tu kanisani, watakucheka kwa sababu wewe ni wa maombi. Mimi nakwambia hivi, kile ambacho Mungu amekupa kukifanya, kifanye kwa nguvu zote, kwa sababu hata Yesu walimcheka alipokwenda kumfufua yule binti Yairo. Amesema, mtoto mmemweka wapi? Wakamwambia yuko ndani. Alipoingia ndani akasema, huyu hajafa, amelala tu. Biblia inasema wakamcheka sana, wakamcheka Yesu sana. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa au kuyatenda mapenzi ya Mungu, usiogope kuchekwa. Wewe amini ulichokuwa nacho moyoni, amini Mungu alichokusemesha, kwa sababu wao wanasema hawa wanafanya kitu gani? Hiki wanachokijenga hata mbweha atakiharibu. Wanajidai huduma ni huduma gani? Ni Mungu ametusemesha. Mungu ndio anajua kwa nini ametuweka mahali hapa. Watatucheka sana, lakini sisi Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Haleluya kwa mwana kondoo. Glory be to God. Alafu anasema wakasema, ni nini ile ambalo hao watu kwanza kabla ya hapo walitucheka wakatudharau. Silaha nyingine ya adui ni dharau. Mchungaji gani huyo? Sijui nabii gani huyo? Kwanza anahubiri kitu gani? Anajifanya mlokole gani huyu? Mwambie hivi, siwi mlokole kwa sababu wewe umesema. Mimi nimeokoka kwa sababu Mungu ndio ameniokoa. Kama wewe unaniona mimi sijaokoka, ni shauri lako, shauri lako. Lakini usikubali kufa moyo kwa sababu ya watu kukudharau. Hapana. Kama tunaanguka kwa Bwana, na kama tunasimama kwa Mungu aliye hai. Haleluya kwa mwana kondoo. Wakikucheka, wakikudharau, waambie hakuna shida, lakini mimi namtumaini Mungu wa mbinguni. Yeye ndiyo anayeniimarisha, yeye ndiyo anayenipa utakatifu, yeye ndiyo anayenisaidia. Atanishika mkono. Haleluya kwa mwana kondoo. Glory be to God. Glory be to God. Wakatucheka, wakatudharau, alafu wakasema, hizo ni mishale mitatu ya adui. Wanakuja na vicheko, wanakuja na dharau, alafu wanakuja na maneno. Mlokole utakuwa wewe bana. Yamekushinda huko, ndio unajidai kukimbilia kwa Mungu. Mwambie sawa, yamenishinda kweli, sasa nitakimbilia kwa nani? Kwako nikija utanisaidia. Acha nikimbilie kwa Mungu aliye hai. Maana Yesu aliwapokea wale wote waliokataliwa na watu. Glory be to God. Alimpokea mama Msamaria ambaye kijiji kizima kilimkataa kwa sababu ya ukahaba, Alimpokea Zakayo ambao wananchi wote walimkataa kwa sababu ya kutoza kodi na ushuru. Mimi nakwambia hata ulimwengu mzima ukikukataa, bado kuna mlango Yesu amekufungulia. Waambie mmenikataa sawa, lakini Yesu amenikubali hivi nilivyo. Haleluya kwa mwana kondoo. Kwa sababu Yesu amenikuta sio nikiwa na nguvu, amenikuta sio nikiwa mtakatifu, amenikuta kwenye hali ya unyonge, amenikuta nikiwa mchafu, lakini amenipenda hivi nilivyo. Haleluya kwa mwana kondoo. Na hata nisafisha, nitakuwa msafi kama theluji. Haleluya. Kuna yule aliyenipenda si kwa ajili ya mali, alinipenda wala hakujali udhaifu wangu. Mchungaji wako anaweza akajali udhaifu wako kwa sababu ni mwanadamu na nia yake ni njema. Ndugu zako wanaweza wakajali na wakamaindi sana udhaifu wako, wakakukataa. Lakini Yesu akijali udhaifu wako anakuita ili akupanguse, akufanye kuwa mtakatifu tena. Haleluya. Wengine hawawezi kukufanya kuwa mtakatifu. Watakusema, watakuacha hivyo hivyo. Watakucheka, watakuacha hivyo hivyo. Lakini Yesu akikuita, hawezi kukuacha hivyo ulivyo. Lazima akubadilishe. Haleluya kwa mwana kondoo. Amen. Mwambie jirani yako, mwaka 2026 ni mwaka wa kubadilika. Yes, ni mwaka wa kubadilika. Ulikuwa mvivu wa ibada, badilika.
ulikuwa unachelewa ibada, badilika. Kuna mtu mmoja ameshaanza kuniambia, baba, umeona nimeanza mwaka vizuri, ibada nimeanza. Niambia, mwanangu, hicho ndio kinachotakiwa. Hapana kuja hapa umechelewa. Hapana, sio Potters. Tunataka mambo yao yamenyoka namna hii. Watu wakituona wanauona ushuhuda wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ibada tunawahi, maisha yetu masafi, tunamtumikia Mungu. Hivyo tumenyoka namna hii kwa msaada wa Mungu aliye hai. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sura ya 4 mstari wa kwanza anasema hivi. Sura ya 4 Nehemia mstari wa kwanza anasema, lakini ikawa Sanballat aliposikia ya kwamba tulikuwa tukijenga ukuta, alighadhibika, akaingiwa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi na kuonyesha vita, changamoto hizo tunapoamua kuyafanya mapenzi ya Mungu aliye hai. Walipoona wanajenga ukuta, wanafanya mapenzi ya Mungu, anasema walighadhibika, wakaingiwa na uchungu, alafu wakawadhihaki Wayahudi. Tunapoamua kuyatenda mapenzi ya Mungu, kuna watu mtaani watapata ghadhabu. Kwa nini tunaomba? Kwa nini tunamcha Bwana? Kwa nini tunamsifu Mungu? Wataingia na ghadhabu, lakini wataingiwa na uchungu, alafu watatudhihaki. Tusiogope dhihaka. Naambiaga mke wangu, dharau sisi kwetu ni chakula chetu. Tusiogope dharau. Kabla hatujaheshimika, kwanza lazima tudharaulike na mtu yoyote. Kwa hiyo usiogope. Kani dharau sikabarani, hakuna shida. Lakini njia ya kwenda juu kwa Mungu kwanza ni kwenda chini. Hamna namna utaheshimika. Kwanza lazima udharaulike. Ndio mtu kuja, kumbe nilimdharau, kumbe nilifanya nini? Ndio heshima inakuja. Yesu mwenyewe hakuanza na heshima. Alianza kwa dharau kubwa na kejeli na kila kitu, lakini akainuliwa, akapata jina lililotukuka ambalo mpaka leo kila goti linapiga na kila ulimi unakiri. Hakutumia maguvu makubwa. Kwa nini amniheshimu? Kwa nini? Hapana. Alitumia upole, alitumia ucha Mungu, alitumia utakatifu, akajikuta yuko pale. Hatukai juu kwa kutumia maguvu na maneno makali. Never. Tunatumia tabia za kimungu kufika pale. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 2 sura ya 4 anasema, akanena mbele za nduguze na mbele za jeshi la Samaria akasema, Wayahudi hao wanyonge maneno ya dharau sana. Wayahudi hao wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Imagine. Eti wanapotazao wanyonge wanafanyaje? Watatoa sadaka kwa Mungu wao, watafanya hiki na kile. Wanapotazao wanyonge, tunakataa roho ya unyonge in Jesus name. Hao watu walikuwa hawataki hata wana wengine watoe dhabihu kwa Mungu aliye hai. Na jambo hilo halijaishia kule mpaka leo. Utasikia tu watu wale, mnawanufaisha wachungaji, sijui mnafanya nini. Ndugu zangu, hizo kelele ni za adui tu. Mungu ametuweka kwa mpango wake. Amekupa elimu ili imtukuze yeye. Amekupa biashara ikunufaishe wewe, lakini imtukuze yeye pia. Amekupa afya kwa ajili yako, lakini kwa heshima yake. Usitumie afya ulionayo bila adabu. Hapana. Kila kitu ulicho nacho wewe umewekwa kama custodian, wewe msimamizi tu. Mungu akitaka uhai wako huo leo anauchukua. Alafu unakwambia pesa hiyo itakuwa ya nani? Hiyo biashara itakuwa ya nani? Hao watoto watakuwa wa nani? Huyo mume unayelinga naye atakuwa wa nani? Ndio maana ndugu zangu, tuwapende waume zetu lakini wasichukue nafasi ya Mungu. Tuwapende wake zetu lakini wasichukue nafasi ya Mungu. Tuwapende watoto wetu sana lakini wasichukue nafasi ya Mungu. Tuzipende biashara zetu sana lakini zisichukue nafasi ya Mungu. Tupende pesa lakini zisichukue nafasi ya Mungu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 3 anasema, basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye akasema, hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha
angebomoa ukuta wao wa mawe. Mstari wa 8, wakafanya shauri kuja kupigana na kufanya machafuko. Imagine, wameshindwa katika ulimwengu wa roho, sasa wanakuja physically kufanya vita, kufanya machafuko. Haya mambo tunaweza tukayakuta kwenye mwaka wa 2026 pale tunapoamua kutenda mapenzi ya Mungu. Upinzani wa namna hii unaweza ukatokea kwa sababu adui hataki Mungu atukuzwe, hataki. Anajua akikufanikisha kibiashara utasapoti ufalme wa Mungu, kwa hiyo atang'ang'ana biashara isifanikiwe. Lakini Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Glory be to God. Na akitufanikisha hatutaacha kumtumikia. Jana tulisema kama Joshua kwamba mimi na mke wangu na watoto wangu na elimu yangu siachi kitu nyuma, siachi, vyote vitamtumikia Mungu aliye hai. Haleluya kwa mwana kondoo. Niko hapa kuwatia moyo, tumtumikie Mungu aliye hai. Sasa ndugu zangu, maisha hayana uhakika kwa sababu ya changamoto, mashaka na upinzani. Viko kila hatua na katika kila hali. Lakini Nehemia anatufundisha mambo makuu kadhaa. Nataka niyaseme kwa haraka ninapokwenda na mwisho. Mambo makuu kadhaa. Jambo la kwanza, Nehemia anatufundisha kwamba Mungu ndiye chanzo cha ufanisi na kufanikiwa kwetu. Chukua hii. Anasema ile tumesoma pale Nehemia 2:20. Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Maana yake nini? Mungu ndiye chanzo cha ufanisi na kufanikiwa kwetu. Yeye ndio anayeweza kukupa ubunifu wa kupanua biashara. Yeye ndio anaweza kukupa wazo la kupata utajiri na nguvu ya kupata. Mungu ndio chanzo. Shikamana na chanzo, usikae nje ya chanzo. Hapana. Anasema kwenye Kumbukumbu la Torati, mimi ndiye Mungu nikupae nguvu. Hakupi utajiri, anakupa nguvu ya kupata utajiri. Atakupa wazo la kuuza perfume, utaanza kuuza perfume. Ndio wazo la utajiri linaanza hapo. Atakupa wazo la kukaanga maandazi na wazo Mungu anakupa na analifanikisha. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, usiogope kupingwa au usiogope upinzani. Unapofanya biashara, unapomtumikia Mungu, usiogope upinzani. Upinzani ni chakula chetu. Upinzani haumaanishi kuwa umeshindwa. Hapana. Tazama upinzani kama kitu cha kukuimarisha. Tazama upinzani kama kitu cha kukupa hasira ya kuendelea kufanya kile ambacho unakifanya kwa utukufu wa Mungu aliye hai. Biblia inasema Mungu wetu atatufanikisha. Kwa nini? Kwa sababu katika Isaya 54:17 anasema kila silaha iliyotengenezwa dhidi yako haitafanikiwa. Isaya 54:17. Kila silaha iliyotengenezwa dhidi yako haitafanikiwa. Kila silaha iliyotengenezwa kuangusha biashara yako, kuangusha familia yako, kuangusha, haitafanikiwa. Lakini haitafanikiwa sio kuchukua hiyo, haitafanikiwa kama umejiconnect na Mungu wa mbinguni. Usije ukakoti tu mstari unaishi na alafu unasema kila silaha ambayo haitafanikiwa. Utapigwa. Silaha zitakuja na utapigwa. Mimi nakwambia utapigwa. Jiconnect na Mungu wa mbinguni. Alafu ukisema maneno haya, hapo ndipo penyewe. Kwa sababu umemtumainia. Lakini nenda kafanya mambo yako, alafu unatuwekea mpaka kwenye status kabisa. Kila silaha iliyotengenezwa kwa ajili yangu haitafanikiwa. Nakwambia silaha itatengenezwa, itakuja na itakupiga. Ndio maana usalama wetu uko kwenye kujiconnect. Sio na mchungaji wako. Mchungaji mheshimu, msikilize, kwa sababu mahubiri yake yanakusaidia wewe kujiconnect na Mungu wa mbinguni na sio vinginevyo. Glory be to God. Kwa sababu hata mimi najiconnect. Kwa hiyo mimi usimtegemee mimi, na mimi najiconnect na kueleza ili sote twende tukajiconnect. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mchungaji anayetaka ujiconnect kwake, umepigwa changa la macho.
eti mimi ni nabii wa neema. Wewe neema unaitoa wapi? Neema. Yesu ndio amejaa neema juu ya neema. Sheria imekuja kwa mkono wa Musa, neema na kweli havijaletwa na mtumishi mwingine yoyote isipokuwa Yesu Kristo. Mtafute Yesu. Jambo la tatu, usikate tamaa. Chukua haya mambo muhimu sana. Usikate tamaa. Yaani zikitokea nyakati kwenye mwezi wa 6 wa 7, kumbuka haya mambo. Neno la kwanza la mchungaji aliyotupa kutoka Mungu ilikuwa tusikate tamaa. Uvumilivu ndugu zangu na imani kwa Mungu huleta matokeo. Uvumilivu na imani kwa Mungu huleta matokeo. Nehemia hakukata wala hakukatishwa tamaa. Nehemia hakukata wala hakukatishwa tamaa. Alipopingwa, aliendelea kujenga ukuta. Ndani ya siku 52, maadui walishuhudia ukuta wa Yerusalemu ukiwa umerudi mahali pake na kusudi la Mungu likiwa limetimia. Glory to God. Isaya 40:31 anasema namna hii. Isaya 40:31, bali wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Glory be to God. Umefika katikati, umechoka, biashara haiendi vizuri, mambo anasema wamngojeao Bwana, rudi kwa Bwana, rudi kwa Bwana, rudi kwa Bwana. Mwambie Bwana, ulisema wakungojeao watapata nguvu mpya. Nahitaji nguvu mpya kufanya biashara kutoka kwako. Nahitaji nguvu mpya ya maombi kutoka kwako. Nahitaji nguvu mpya kukutafuta wewe kutoka kwako. Nahitaji nguvu mpya. Nimechoka Yesu, nimechoka. Utakapochoka katikati ya mwaka huu, usiende kwa mtu mwingine yoyote. Rudi kwa Bwana, kwa sababu anasema wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Unaweza ukawa umechoka kwenye ndoa yako. Unaweza ukawa umechoka kwa sababu ya vituko vya mme wako. Umechoka kwa sababu ya vituko vya mkeo. Umechoka kwa sababu ya mambo wanayokufanyia watu kule kanisani. Usihame kanisa. Rudi kwa Mungu aliye hai. Maana ukihama kanisa, hata huko unakokwenda kuna watu watakuchosha. Wewe rudi kwa Mungu aliye hai. Mwambie Bwana, nimechoka. Ninachohitaji sio kukimbia kanisa. Ninachohitaji, nipe nguvu mpya. Ndio maana Elia alipochoshwa na maneno ya Yezebel, Mungu alimpa mchakula, akamwambia kula ule, inuka ule, kwa sababu safari bado. Alipokula kile chakula, Biblia inasema akaenda mwendo wa siku 40. Haleluya kwa mwana kondoo. Unapochoka, rudi kwa Bwana. Bwana akiachilia neno lake, lile neno litakupa nguvu ya kwenda mwendo mwingine mrefu zaidi kwa jinsi ya rohoni. Glory be to God. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Haleluya. Imani inatupa uthubutu wa kufanya matendo sahihi. Imani ilimfanya Nehemia atupe nje hofu, aweke woga na mashaka pembeni. Jambo la pili kutoka mwisho, jambo la ngapi? La 4. Kumtegemea Mungu aliye hai. Kumtegemea Mungu aliye hai. Unaona, moja kati ya dalili zinazoonyesha mtu anamtegemea Mungu aliye hai ni maombi. Kama una maombi, usinishawishi kwamba wewe unamtegemea Mungu. Hakuna. Mtu anayemtegemea Mungu, bariki biashara yangu, nisaidie, kwa nguvu zangu siwezi. Lete wateja Bwana, siwezi. Huyo mtu anamtegemea Mungu. Mungu nisaidie, siwezi kushinda mambo haya, nimekwama hapa, nisaidie kushinda zinaa, nisaidie. Huyu mtu anamtegemea Mungu. Lakini wewe kila siku unaanguka tu alafu hurudi kwenye maombi, wewe umtegemei Mungu. Nafikiri utashinda kwa nguvu zako? Hakuna. Utapiga mweleka kila leo. Sasa ukiangalia Nehemia ile sura ya 4 na ule mstari wa 4 anasema hivi: sikia Mungu wetu, maana tunadharauliwa. Huyu ni mtu anayemtegemea Mungu. Wakati wanaonyeshwa dharau na dhihaka, hakuamua kushika mkono kiunoni namna hii, kuweka mkono kiunoni na kujibizana nao maneno. Hapana, yeye alikwenda kwa Mungu aliye hai kwa sababu anamtegemea. Akasema, sikia Mungu wetu, maana tunadharauliwa.
ukawarudishie mashutumu yao juu ya vichwa vyao, ukawatoe watekwe katika nchi ya uhamisho, Lakini sura ile ya pili, Nehemia mstari wa 18 anasemaje? Nikawaeleza habari ya mkono wa Mungu ulivyokuwa mwema juu yangu, pia na maneno ya mfalme aliyoniambia, nao wakasema, haya, na tuondoke tukajenge. Basi wakaitia mikono yao nguvu kwa kazi hiyo njema. Glory be to God. Mtu ambaye amemtegemea Mungu hawezi kukatishwa tamaa na mtu. Ataitia mikono yake nguvu kwa kazi njema. Hawezi kusikiliza dhiaka zao. Wakisema dhiaka zao, vicheko vyao, huyo mtu atarudi kwenye maombi, ambia Bwana, sikia vicheko vyao. Bwana, sikia dhiaka zao. Bwana, sikia. Sisi hatuna shughuli nao, wewe sikia, shughulika nao. Glory be to God. Mwenzenu mimi sipiganagi mwenyewe, napiganiwa na nani? Na Baba. Usipigane. Wewe una uwezo wa kusema chochote. Maneno yako hayana lolote. Acha Mungu aseme kwa ajili yako. Mungu akisema kwa ajili yako, wote watajua kwamba wewe ni last born wa Mungu na Mungu ameamua kusema. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Nehemia alitegemea na alimtegemea Mungu na Mungu akamfanikisha kuimaliza kazi kwa uaminifu. Kumtegemea Mungu kunakupa uhodari na ushujaa. Sitaki kuyasema sana hayo maneno, lakini hayo maneno watumishi wa Mungu wengi wameambiwa, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Nitakuja kuyafafanua siku nyingine. Itoshe tu leo kukwambia kuwa hodari na moyo wa ushujaa. Unapataje huo uhodari na moyo wa ushujaa? Unapoamua kumtegemea Mungu. Unamtegemeaje Mungu? Moja kati ya njia kumtegemea Mungu ni kumtafuta kwenye maombi. Unawezaje kuomba? Dawa ya kuomba ni kuomba. Pale ambapo hujisikii kuomba, omba. Unasema sijisikii kuomba, hapana. Haiji automatic. Hujisikii kuomba, omba. Unataka kuomba, omba. Dawa ya kuomba ni kuomba. Omba. Amen. Glory be to God. Umelala kitandani, omba. Uko kwenye daladala, omba. Unatembea njiani, omba. Uko Portal Church, omba. Malizieni basi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la mwisho la tano hili, usiwe kama Sanballat au Tobia. Usiwe kama, tunapoenda hii 2026, usiwe kama Sanballat au Tobia. Kwa namna gani? Kwa sababu Sanballat na Tobia waliamini kufanikiwa kwao ni kupitia kuwashusha wengine, ni kupitia kuwadhalilisha wengine, ni kupitia kuwaumiza wengine na kuwafanya wengine wasifanikiwe. Hapana, mtu wa Mungu, hiyo roho achana nayo. Usimwonee mtu wivu kabisa. Yaani wanangu, chukueni kabisa. Mungu amekuwekea vya kwako. Usimwonee mtu yoyote wivu. Usimchukie mtu yoyote kwa sababu ya mafanikio yake. Hapana. Wazalamu wana misemo yao, wanasema wambili havai moja. Utamchukia aliyevalishwa mbili, lakini hamna namna unavyoweza kumvua ukamvalisha moja. Hapana, ndio Mungu kashamvalisha mbili. Kwa hiyo jifunze ku appreciate. Mwambie ndugu yangu umebarikiwa. Katika hili kwa kweli naiona neema ya Bwana. Mungu amekusaidia. Songa mbele, unaimba vizuri. Songa mbele, unahubiri vizuri, kazi yako ni njema. Tusiwe watu wa kukatisha tamaa wa wenzetu. Tusiwe watu wa tusifanyike vikwazo, lakini tufanyike baraka. Glory be to God. Ndani ya kanisa leo hii, shetani ameinua wakina Sanballat wengi.